aya ambayo inazungumza mirathi kwa ujumla sasa, na inafafanua kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema yusikumullahu fi auladikum, anakuhusieni Allah tabaraka wa taala fi auladikum, kwa watoto wenu, lidhakari mithlu hadhil unthayaini, mwanaume ana mfano wa hadhi ya wanawake wawili. Kwenye mirathi, ikiwa marehemu au mtu amekufa akaacha mtoto wa kiume na akaacha mtoto wa kike, falidhakari mithlu hadhil unthayaini, basi mtoto huyu wa kiume atakuwa na mfano wa hadhi ya wanawake wawili. Imali itagaiwa mafungu matatu. Mtoto wa kiume atapata mafungu mawili na mtoto wa kike atapata fungu moja. Hii ndio maana lidhakari mithlu hadhil unthayaini. Aya ikiendelea, fa in kunna nisaan fawqa ithnataini, ikiwa wanawake hawa mabinti fawqa ithnataini ni wawili na kuendelea, falahunna thulutha ma tarak, basi wao watarithi au watachukua katika mali aliyoacha marehemu theluthi mbili. Falahunna thulutha ma tarak, basi wana wao theluthi mbili ya kile ambacho kimeachwa na marehemu. Wa in kanat wahida, na ikiwa huyu ni binti mmoja, falaha nisfu, basi yeye atachukua nusu ya mali nzima. Hii aya mpaka hapa tu imebainisha na kuweka wazi kabisa mirathi ya watoto, kwamba wa kiume na wa kike wanarithi. Na tumesema ni aya ambayo inapambanua, ni kwa sababu Allah ameweka kabisa makadirio na viwango baina ya watoto. Lakini pia katika aya hiyo hiyo ya Suratun Nisa aya 11, katika haki ya wajane, Allah tabaraka wa taala anasema walahunna rubu'u mimma taraktum, na wana wao wajane robo ya mali nzima. Mimma taraktum, kwa kile ambacho mmeacha nyinyi. Hii khitabu ya nani? Wanasemezwa hapa waume. Mimma taraktum, kwa kile ambacho mmeacha nyinyi, in lam yakun lakum walad, ikiwa nyinyi hamna mtoto. Fa in kana lakum walad, ikiwa nyinyi mna mtoto, falahunna thumun, basi hawa wajane mliowaacha wana haki ya kupata thumuni, ambayo ni 1/8. Mimma taraktum, kwa kile ambacho mmekiacha. Hii aya inabainisha mirathi ya wanandoa upande wa wajane. Mashekhe, wajane wanafahamika, wajane wanafahamika, wajane kina nani? Ndio hao. Mjane ni yule ambaye amefiwa na mumewe, au wajane ni wale ambao wamefiwa na mume wao. Ambao tunasema wake kwa namna nyingine, au sio? Naam. Hii ni Suratun Nisa. Hii aya pia imebainisha wazi na kufafanua mirathi ya wanandoa kwa upande wa wanawake na kutaja mafungu yao. Tutairejea pia, kwa sababu leo tuko katika utangulizi, tutairejea zaidi huko mbele, tutaipitia insha Allah. Pia Allah tabaraka wa taala akaendelea katika Suratun Nisa hiyo hiyo, qala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak.
ikiwa mtu halaka, amekufa, laisa lahu walad, hana yeye mtoto, walahu ukhtun, na yeye huyo mtu anaye dada, nikana kwamba aliyekufa ni kaka, falaha nisfun, basi huyu dada ana nusu nzima ya mali, mataraka, wa kila ambacho amekiacha huyu ndugu yake, wa huwa, na yeye huyo kaka yake, yarithuha, atamrithi huyu dada yake, ikiwa dada yake amekufa na amemwacha yeye huyu pekee. In lam yakun laha walad, ikiwa huyu dada yake hana mtoto. Fa in kanat ithnataini, ikiwa wako hawa madada wawili, falahuma thuluthani, basi wana wao theluthi mbili, mimma taraka, wa kila ambacho ameacha marehemu. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa, na ikiwa ikhwatan, wana ndugu, rijalan, wa kiume, wa nisaan, na wanawake, yani hawa ni makaka na madada, ndio walioachwa na huyu marehemu. Falidhakari mithlu hadhil unthayaini, basi mwanaume hapo atakuwa ana mfano wa hadhi ya wanawake wawili. Mashekhe wako hapa ni waulize, hii mirathi inawahusu kina nani? Samani kidogo, miwani navaa wakati mwingine kwa ajili ya kuona mbali zaidi. Naam, naam Sheikh Ali. Ni muhadhara huo, ni muhadhara kabisa, sio khutba. Kwa hiyo ni kuuliza, una nafasi ya kujibu kama jibu unalo. Hii aya tumeianza hapa, in mru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu hakadha, mpaka mwisho inawahusu hii aya nimeitoa hapo ufafanuzi wake. Ni aya inayozungumzia mirathi. Mirathi hii inawahusu kina nani? Naam Sheikh. Na hawa, jazakallah Sheikh Abdul Halim, na hawa ni wale ndugu baba mmoja mama mmoja, au ndugu baba mmoja, yaani makaka na madada wa baba mmoja mama mmoja, au makaka na madada wa baba mmoja na marehemu. Hii ndio mirathi yao. Imeeleweka mashekhe hapo Jazakumullahu khair. Tayib, hii ndio ilikuwa ni sehemu fulani ambayo Allah atatubainishia hapa mirathi katika sheria ya Uislamu. Tayib, sasa tupitie aya za mirathi kwa ujumla wake, mwanzo mpaka mwisho. Na ninaamini hapo sasa watu wana kitabu hapo. Mwanzo ilikuwa na utangulizi tu, sasa mnaweza mkatazama kitabu ukurasa, ikiwa kama ndio hichi kitabu, ukurasa wa 11, hapana, ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Tutakwenda nao mpaka sehemu ya ukurasa wa 6. Na tutaanzia aya ya 11. Nataka turenge kabisa moja kwa moja katika aya ambazo zinahusu mirathi. Aya ya 11 ambayo inaanzia yusikumullahu fi auladikum. Bila shaka wengi mnayo. Tayib, aya 11, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini. Hii aya tuliipitia mwanzo kidogo hapa, sasa tuichukue kwa ujumla wake. Aya 11, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini, anakuhusieni Allah tabaraka wa taala fi auladikum, kwa watoto wenu. Na kalima walad inakubali mtoto wa kike na wa kiume.
lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini, mtoto wa kiume ana mfano wa hadhi ya wanawake wawili, kama nilivyosema mfano hapo nyuma. Ikiwa huyu marehemu kaacha watoto wawili, wa kike mmoja na wa kiume mmoja, basi huyu wa kiume atachukua sehemu mbili au sihamu mbili, na mtoto wa kike atachukua sihamu moja. Ni kana kwamba unasema ile mali mtaigawa mafungu matatu. Mtoto wa kiume atachukua mawili na mtoto wa kike atachukua moja. Nilikuwa darasa la kina mama pangeuliza kwa nini inakuwa hivyo. Fama alhikma, hikma yake ni nini? Inshallah kwa mbele tutakuja kufahamu. Aya kiendelea, fa in kunna nisaan fawqa thnataini, ikiwa hawa watoto wa kike fawqa thnataini ni wawili, watatu na kuendelea, falahunna thulutha ma taraka, basi wanawao theluthi mbili ya kile ambacho kimeachwa na marehemu. Na ni fungu kubwa katika mafungu yote tutakayopitia huko sita yaliyokadiriwa na Allah tabaraka wa taala kwenye mirathi. Fungu ambalo ni kubwa au sehemu ambayo ni kubwa ni theluthi mbili. Wa in kanat wahidatan, na akiwa ni binti mmoja, falaha nisfu, basi ana yeye nusu nzima ya mali. Hii ilikuwa ni mirathi ya watoto. Kisha aya ikiendelea, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus, na wazazi wawili mirathi yao hii ni mirathi ya wazazi. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus, na wazazi wawili kila mmoja, likulli wahidin minhuma, kila mmoja miongoni mwa hawa wazazi wawili, yani baba na mama, likulli wahidin minhuma sudus, kila mmoja atachukua sudus, moja ya sita ya mali nzima, yani baba moja ya sita na mama moja ya sita, wanamrithi mtoto wao hapa. Mimma taraka, kwa kile ambacho amekiacha marehemu. In kana lahu walad, ikiwa huyu marehemu ameacha mtoto sawasawa wa kike au wa kiume. Fa in lam yakun lahu walad, ikiwa huyu marehemu hakuacha mtoto, wa warithahu abawahu, na warithi wakawa ni baba na mama, fali ummihi thuluth, basi mama atarithi moja ya tatu, theluthi. Alafu aya ikenda, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ni kama mirathi ya baba hapa imenyamaziwa. Ikiwa mama amepata theluthi ya mali nzima, baba sasa hapa anapata nini? Baba anapata nini hapa? Naam, Jarsh anapata asaba, anapata mali iliyobakia. Sawa, jazakallahu khair. Kwa sababu aya ukiangalia iko katika mtiririko wa mirathi ya baba na mama. Sasa hapa katajwa mirathi yake mama, theluthi ya mali, maana yake kinachobaki theluthi mbili inaenda kwa nani? Kwa baba. Aya ikiendelea, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, ikiwa huyo aliyekufa, huyo marehemu anao ndugu, ikhwa anao ndugu, fali ummihi sudus, basi mama atapata katika hiyo mali moja ya sita, sudus moja ya sita. Na baba, mazungumzo ni yale yale. Mama akichukua moja ya sita, maana yake itabaki itabaki ngapi? Kisehemu sehemu.
Sudusi ya mama ikishatoka, taib, tuseme kinachobakia kinakwenda kwa nani? Kwa baba. Kisha aya ikasema min ba'di wasiyatin yusi biha au dainin, hiyo ni baada ya usia ambao uliousiwa. Min ba'di wasiyatin yusa biha au dainin, baada ya usia uliousiwa au baada ya deni. Nikana kwamba anasema tunapokwenda katika mirathi tuangalie kwanza haya mambo, tuangalie madeni na usia, na insha Allah tutaingia huko katika masiku yajayo kwenye haki 5 zinazotangulia kabla ya kuanza kurithisha. Tutayagusia haya insha Allah. Abaukum wa abnaukum, abaukum baba zenu, wa abnaukum watoto wenu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, hamjui nyinyi aqrabu lakum naf'a ni yupi ambaye ana manufaa ya karibu zaidi. Hii mirathi ukiangalia, tumezungumza watoto na wazazi. Kwa hiyo hapa nasema abaukum wa abnaukum, baba zenu kwa maana ya wazazi na watoto. La taduruna, hamfahamu nyinyi, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ni yupi ambaye ana manufaa zaidi ya karibu. Faridhatan min Allah, hii ni faradhi toka kwa Allah. Na huenda Sheikh wangu hapa faridhatan ilivyochukuliwa maana ndo faraidhi, bila shaka ni hapo atakuwa wafanye isibati faridhatan min Allah. Sheikh Munawi mashaallah, faridhatan min Allah. Jamani, niko na Sheikh wangu mkubwa hapa kwa hiyo nikirejea hapa wakati mwingine nakuwa niko sahihi zaidi. Faridhatan min Allah, hiyo ni faradhi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Inna Allaha kana aliman hakima, hakika Allah amekuwa ni mwenye elimu zaidi. Aliman ni mwenye elimu zaidi, hakiman mwenye hekima zaidi. Kwa hiyo hata yale maswali unaweza kuwa unajiuliza, kwa nini mtoto wa kiume achukue 2, mtoto hiki achukue 1? Ukisoma aya hii mpaka hapa mwisho, nadhani itakukinaisha kwamba Allah ndiyo ana elimu zaidi, hakiman ana hekima zaidi. Kwa hiyo katika huu mgao aliyoufanya hapa Allah tabaraka wa taala kuna hekima zaidi. Hii ilikuwa ni mirathi ya wazazi na watoto. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam Al-Muzani na nje ya Markaz Imam Al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.